Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa ajili ya ufahamu wa jamii, napenda nilidadavue swala hili kwa kina kuanzia mwanzo mpaka mwisho na namna ambavyo tumelitekeleza tangu tulipopokea maoni ya timu na tangu ambavyo tumeyapitia maoni ya timu ili tuweze kueleza umma. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, swala hili limekuja kufuatia uchunguzi ambao timu iliundwa. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ufuatiliaji huu wa mgogoro ulihusisha kutembelea uwandani pamoja na kupitia kumbukumbu katika sehemu mbalimbali. Lakini pili, timu tumebaini kwamba ilihoji watu wote zaidi ya 8 ambao wamehusika na swala hili tangu mchakato huo ukianza mwaka 2011. Lakini tumeona pia timu imepitia kumbukumbu zote za Wizara ya Ardhi, lakini pia timu imepitia katika kumbukumbu zote za kimahakama, kwa maana mashauri yote ambayo yamebainishwa katika miliki hii, yani kiwanja namba 819 Msasani Beach. Lakini pia tumeona timu imepata taarifa kutoka Mahakama Kuu. Mheshimiwa Rasi, labda niurejeshe umma katika swala hili. Mtakumbuka kwamba awali tulisema kiwanja hiki umiliki wake ulianza mwaka 1999. Mmiliki wa kwanza alikuwa ni Bariki Elisante Kenja. Na mwaka 2007 Bwana Bariki Elisante Kenja alihamisha miliki hii kwenda kwa Quality Real Estate, aliuza. Baada ya hapo miliki hiyo mwaka 2008 ilihamia kwenda kwa Quality Real Estate Company Limited, na baadaye kwenda kwa Justus M. Lugaibula ambaye ni marehemu mume wa mlalamikaji ambaye kwa sasa ni marehemu. Lakini pili, mwaka 2011 kwa mujibu wa kumbukumbu za msajili, Justus M. Lugaibula alihamisha miliki kwenda kwa Mohamed Mustafa Yusufali kwa njia ya mauziano ya shilingi milioni 262.5. Ndugu waandishi wa habari, jalada la Wizara ya Ardhi linaonyesha uwepo wa zuio wa caveat iliyosajiliwa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2012. Zuio hiyo liliwekwa na Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule akilalamika njama za mume wake kutaka kuuza nyumba hiyo ya ndoa bila ridhaa yake. Wakati mlalamikaji akiweka zuio hilo, hiyo miliki ilikuwa tayari imeshahamia kwa ndugu Mohamed Yusufali tangu mwaka 2011. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala hili limefanywa uchunguzi, lakini pia nije kwenye kipengele cha mapitio ya sheria mbalimbali ambazo kamati imepitia katika sheria mbalimbali. Mheshimiwa Rasi, kamati imepitia katika sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka wa 99. Lakini pili, imepitia katika mashauri mbalimbali yaliyohusu kiwanja hiki. Imepitia katika kesi namba 208 ya mwaka 2011 iliyofunguliwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, na hii ilikuwa ni Mohamed Mustafa Yusufali dhidi ya Justus Lugaibula. Lakini kamati imepitia pia katika kesi namba 389 ya mwaka 2020, shauri lilifunguliwa katika Baraza la Ardhi na Nyumba la Wilaya Kinondoni na Mohamed Mustafa Yusufali dhidi ya Justus M. Lugaibula na Alice Pasco Haule. Kamati ilipatiwa nakala halisi ya tuzo decree ya kesi husika. Mheshimiwa Rasi, decree hii ilikuwa ni consent judgment kwa maana waliridhiana mezani. Lakini pia Mheshimiwa Rasi, kamati tumeona imepitia kwenye kesi namba 3143 ya mwaka 2025. Kesi hii ilifunguliwa Mahakama Kuu mwezi wa pili 2025, na kesi namba 224/396 ya mwaka 2005. Mheshimiwa Rasi, kamati pia tumeona imehoji mashahidi mbalimbali. Kamati imehoji mashahidi zaidi ya 8 akiwepo mwanasheria aliandaa nyaraka za kukopeshana fedha na mauziano kati ya marehemu Justus M. Lugaibula na Mohamed Mustafa Yusufali. Shahidi katika taarifa ya kamati anakiri kwamba anamfahamu mume wa mlalamikaji ambaye ni Justus M. Lugaibula, ndiye aliyechukua draft ya spouse consent kwenda kumsainisha mlalamikaji Alice Nyamwiza Pasco Haule Anasema mume wake alichukua nyaraka hiyo na kwenda kumsainisha, lakini baadaye
akairejesha mume wake. Shahidi anakiri kwamba hakuwahi kumuona sehemu yoyote Bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia iliingiwa mikataba, kwenye taarifa tumeona iliingiwa mikataba miwili, mkataba wa kukopeshana shilingi milioni 150 na mkataba wa transfer wa hicho kiwanja kwa gharama shilingi 262 na laki 5. Na mikataba hii yote miwili ilihusisha kiwanja kimoja, kwamba ukishindwa kulipa deni milioni 150 ifanyike transfer kwa thamani ya milioni 262. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tumebaini kwamba masuala yote ya kukopeshana hayajawahi kuripotiwa Wizara ya Ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, yaliyobainika, kamati imethibitisha kuwa nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 Msasani Beach imekuwa ikimilikiwa kihalali na Justice M. Lugaibula na kuwa nyumba hiyo ni mali ya ndoa, matrimonial property. Lakini pia kamati imebaini kuwa mnamo mwaka 2010 Mohamed Mustafa Yusufali na marehemu Justice Lugaibula waliingia mkataba wa kukopeshana fedha kiasi cha shilingi milioni 150 kwa dhamana ya nyumba tajwa. Lengo kuu ni mkopo, sio kuuza nyumba. Mheshimiwa Rasi, kamati imebaini kuwepo kwa mkataba wa mauziano wa nyumba hiyo baina Mohamed Mustafa Yusufali na Justice M. Lugaibula mwaka 2010, ambapo ilikuwa ni takwa la mkataba huo kwamba ikitokea Justice ameshindwa kulipa deni hilo, basi dhamana nyumba ihamie kwa Mohamed Yusufali. Kamati imethibitisha kuwepo kwa mashauri kadhaa kuhusiana na miliki, nimeshaeleza. Kamati imethibitisha kuwa Mohamed M. Yusufali aliliomba Baraza la Ardhi na Nyumba wilaya Kinondoni wamalize kesi hii kwa maridhiano kwa njia ya makubaliano, na hilo lilifanyika na kuthibitika kwa kuwepo kwa deed of settlement. Na Mheshimiwa Rasi, deed of settlement ambayo tumeiona, kamati iliomba directly kutoka kwenye Baraza la Ardhi na Nyumba husika. Mheshimiwa Rasi, kamati pia tumeona imethibitisha pasi na shaka kuwepo kwa tuzo decree ya Baraza la Ardhi na Nyumba Kinondoni ambayo ina makubaliano deed of settlement baina Mohamed Yusufali mdai na Justice M. Lugaibula na Alice Haule wadaiwa ya kumaliza mgogoro na madai yanayohusiana na nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 Msasani Beach, Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imetilia shaka kama spouse consent kibali cha mwenza kilitolewa kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 ikisomwa pamoja na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa sababu zifuatazo. Moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati haikufanikiwa kuona spouse consent, idhini ya mwenza ambayo ni halisi, yani original copy, licha ya pande zote kutakiwa kuwasilisha nyaraka hiyo katika kamati. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pia Bibi Alice Haule anakataa kwamba hajawahi kutoa idhini ya ndoa ya kuuza mali ya ndoa. Anaeleza kwamba ndiyo maana amekuwa akishughulikia swala hili akilalamika tangu mwaka 2012 na akaamua kuweka caveat. Kwa hiyo anakana kwamba hakuwahi kutoa spouse consent. Lakini finding ya tatu katika spouse consent, Mheshimiwa Rasi, maelezo ya wakili aliandaa nyaraka hiyo yanasema kwamba hakuwahi kumuona Bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo mbele yake, bali aliandaa nyaraka hiyo kisha kumkabidhi mume wake na mume wake akairudisha ikiwa imesainiwa. Lakini pili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kivuli cha nyaraka ya idhini ya mwenza ambayo iliwasilishwa na mwanasheria wa Mohamed Mustafa Yusufali inaonekana kuwa na saini ya maandishi na dole gumba kwa maana ya thumbprint, hali inayotofautiana na maelezo ya wakili aliyeandaa na kugonga mihuri nyaraka hizo, ambaye alikiri kwa maneno na maandishi kwamba nyaraka iliyowasilishwa kwake ilikuwa na saini ya maandishi tu. Yani nyaraka ambayo mwanasheria aliandaa nyaraka zile za mauziano kati ya marehemu Justice na Mohamed Mustafa, anasema ililetwa ikiwa imesainiwa na mkono.
Mheshimiwa Rais, kuhusiana na jaribio la kumwondoa kwa nguvu Bi Alice Haule katika nyumba iliyokuwa akiishi, kamati imebaini taratibu za kisheria hazikuzingatiwa kwa sababu hakukuwa na amri yoyote ya mahakama au vibali vilivyoidhinishwa na mamlaka. Aidha, kamati imebaini kwamba zoezi hilo lilipelekea Bi Alice pamoja na familia yake kushambuliwa na kudhalilishwa. Vile wapangaji wa Bi Alice ambao ni raia wa kigeni waliibiwa vitu mbalimbali ikiwemo fedha zao, na masuala haya yameripotiwa katika jeshi letu la polisi. Mheshimiwa RC, baada ya kupitia taarifa hii ya kamati, pia tumeona maoni ya kamati na naomba niyaseme hapa kama yalivyo. Mheshimiwa RC, maoni ya kamati, maoni ya kwanza ni kwamba serikali kupitia mamlaka zake zichukue hatua dhidi ya watu binafsi na makampuni yanayojihusisha na ukopeshaji wa fedha bila kufuata sheria, kanuni na miongozo ya serikali. Mbili, pamoja na juhudi kubwa za serikali za kutoa elimu ya fedha na ardhi kwa wananchi, tunashauri jamii isiingie mikataba na taasisi au watu binafsi mikataba kama hii ambayo inatoa mwanya mkubwa wa kudhulumiwa. Tatu, wanandoa wanapouza mali ya ndoa washirikishe wenza wao na wanasheria waone wenza wao wakisaini kwa macho yao, kwa sababu watu sasa hivi hawaaminiani. Wajiridhishe ushirikishwaji wa wanandoa katika kununua na kuuza mali za ndoa. Lakini nne, waliohusika na jaribio la kumwondoa Bi Alice Haule kinyume na utaratibu wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria, Mheshimiwa Rais, na hilo lishalitolea maelekezo tangu siku ya kwanza. Mheshimiwa Rais, pia tumeona katika taarifa ya kamati, kutokana na hizo fact, wanapendekeza milki ya nyumba hiyo irejeshwe kwa Alice Pasco Haule kama msimamizi wa mirathi ya marehemu Justice Lugaibula, ikiwa ni utekelezaji wa tuzo decree iliyotolewa na Baraza la Ardhi na Nyumba wilaya ya Kinondoni mwezi Septemba 2021, lakini pia kutokana na mashtaka ya kughushi spousal consent kwa maana ya idhini ya mwenza. Mheshimiwa Rais, baada ya kupokea taarifa hii na kuipitia kwa kina, Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Engineer Anthony Sanga alifanyia kazi swala hili na hatimaye kuirejesha milki hii kwa mlalamikaji. Na hapa Mheshimiwa Rais, kikupendeza, naomba nikukabidhi hati miliki husika ya Mama Alice ambayo ni hii hapa. Asante sana. Barikiwa sana. Asante sana. Nawashukuru sana. Asante. Ndio. Ndio.